كدرس هي رسالة الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله. tulimalizia katika kikao kilichopita kuyataja maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah akiwa azungumzia ponyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. baada ya kutaja maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah, الشيخ المزروعي حفظه الله قسم فالقرآن علاج للأمراض العضوية مثاله أن الغالب في هذه الأمراض سببها الشيطان. قرآن نداوة يا مراضي يا viungo vya mwanadamu. Mfano wasema mara nyingi haya maradhi yanawapata watu sababu yake ni shetani, لأنه له تحكم في جريان الدم. سبب شيطاني أنا تحكم بمعنى katika kutembea au mapito ya damu ya mwanadamu. Shetani waweza kupita na njia zile, kwa hivyo kuna uwezekano ile shetani ikiwa yopita katika sehemu zile kucontrol na kuipeleka ile damu kwa sababu yuko pale. لقول النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم akilizungumzia hilo wasema inna shaytana yajri min ibn adam majra ad-dami, hakika shaytani apita katika mwili wa mwanadamu katika mapito ya damu, bimaana zile sehemu ambazo damu hupita na yeye pia hupita. Na huenda shaitan akamuingia mtu akaingia katika ile sehemu ambayo yapeleka mwili wake katika ubongo, na ndio maana ukamwona mtu akiwa ana mas ya shaitan aweza kuzungumza kwa mfano lugha ambayo yeye mwenyewe haijui, maisha yake hajawahi kuizungumza lugha ile, bimaana akiwa katika hali yake ya kawaida akiambiwa zungumza hiyo lugha haijui. Kuna bwana mmoja namjua mimi alifanywa sihir, akawa katika hali ya yule shetani azungumza Kiarabu vizuri kabisa kwa lahja ya Kimasri, yaani utafikiri ni Masri na mwenyewe hajui chochote katika Kiarabu. Akirudi sawa sawa mzungumzishe Kiarabu hakuelewi neno moja analozungumza kabisa, sababu anatahakam pale na kuupeleka ule mwili wakati ule nani? Ni shetani. Allah amempa uwezo huo. Qala famin dhalika, miongoni mwa maradhi haya ambayo huenda yakampata mwanadamu kutokamana na shetani, الغضب وهو أساس لأمراض كثيرة. غضب hasira, na hasira ni sababu ya maradhi mengi sana. Subhanallah, yani hapa wafahamu hikma kubwa ya Mtume sallama kumuhusia yule bwana alipokuja ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Bali Mtume sallam katika kubainisha mwenye nguvu akasema laysa shadidu bisur'ati inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sababu ghadhabu sasa hivi imesababisha watu wengi kupatwa na maradhi mengi. Sikiliza haya maradhi atakayotajwa hapa
utaona kuwa na maradhi yote haya tutakayotaja hapa asili yake yatokamana na ghadhabu. Kasukari, maradhi ya kisukari. Sikia fulani yule ansukari, mara nyingi ukichunguza utakuta kuwa yaletwa na zile dhiki anazokuwa nazo mtu na hasira anazokuwa nazo. Bali mimi namjua mtu ambaye alipandwa na hasira akitulia na sukari. Sahibi yangu mmoja namjua vizuri sana. Ilitokea jambo kazini likamtia hasira na ndio siku hiyo akapatwa na sukari. Pengine mtu atasema lakini hivi na vile. Kweli yawezekana kwa sababu nyingine, kama watu kula vyakula vya ovyo ovyo, kutofanya mazoezi na nini pia usababisha. Lakini miongoni mwa sababu zinazoleta maradhi ya sukari, hata madaktari watakueleza hii yaweza kuwa sababu, tukawa na hasira mpaka ikamletea maradhi haya. Qala wal qurhati, al-qurhati al-ma'diyya, alsaz. Ama mazifahamu nikisema alsaz, vidonda vya tumbo. Wal qulun al-asabi, na haya maradhi wayaita kwa abbreviation ya ABS Kiingereza. ABS, irritable bowel syndrome, yaitwa hivyo maradhi. Haya maradhi yakikushika ni kuwa hali yako ya kukidhi haja haieleweki. Yani bimaana waweza kuwa na imsak, kuwa choo hakiendi, constipation, ama waweza kuwa na ishal ukawa waendesha sasa. Yani yaweza kuja hivi, yaweza kuja hivi, au yaweza kuchanganya, mara yaje hivi mara yaje hivi, haieleweki. Yani ile hali yako ya nini ya tumbo, na ukaa miaka ya maradhi, wal billah. Ni kama mfano wa ile koloni yako, intestine yako yafinyika hivi na nini, basi ya watabu katika hali yako kukidhi haja. Haya ni maradhi. Wasudaa, kuumwa na kichwa, headache. Waljalta, wengine waita stroke, lakini aina yake ni thrombosis waita Kiingereza. Aina ya stroke yani kupigwa na baridi, wasema patwa na baridi. Kiswahili waita baridi, Kiswahili hii yaitwa baridi. Wasaktati dimaghiyya, na hii ndio ile stroke sasa. Bimaana katika ubongo ule huenda ikawa ni sababu ya kufanya ule mwili wa mwanadamu kawa hauwezi kufanya kazi. Wasikia mtu amepigwa na stroke, macho tu ndio yafanya kazi, mwili mzima haufanyi chochote. Na hivyo ikawa ule ubongo hauwezi kutuma, yani zile, kuna namna Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, ule ubongo ukitaka kuinua mkono ndio kuna coordination baina ya ubongo na viungo vyako. Sasa ile hakuna. Ukamwona mtu yuko juu ya kitanda, haja yake nini, azakumullah, pale pale juu ya kitanda, ni stroke. Qala washalal almufaji, paralysis, mtu kuparalyze. Hii pia Kiswahili waita nini? Kupooza mtu, ghafla hivi amepooza. Wadhabhati as-sadriyya, heart attack, huja patana maradhi ya moyo ile heart attack. Wa amradhi alqalbi, na maradhi mengine mbalimbali ya moyo, wa ghairiha, na mengineyo. Haya mara nyingi husababishwa na nini? Na hasira. Walghadhabu min ash-shaytan, na ghadhabu yatokamana na shaytan. Hatta qala ta'ala wadhkur 'abdana ayyuba, namkumbuke mja wetu Ayyub. Idh nada rabbahu, alipomwita Mola wake akasema, anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab, kwa hakika shetani
amenifikishia mimi udhia na adhabu. Maradhi yatokana na yule shaytan yaliyompata Ayub alayhi salam. قال وكذلك مرض عدم انتظام الدورة الحيض. kuna maradhi huwapata wanawake ikawa ada yake ya mwezi haikupangika, haieleweki. wanazifu shadid, na kutokwa na damu nyingi, kupatwa na istihadha. sababuhu shaitan, sababu yake ni shaitan. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها عندما سألته وقالت كنت أستحاض حيضة شديدة. هي صحابية حمنة بنت جحش رضي الله عنها alimuuliza Mtume sallam akamwambia, akasema mimi nilikuwa napata istihadha, yani yatoka damu nyingi sana nyingi sana. faqala Mtume sallam akamwambia, inma hiya rakdatun ay darbatun min rakadati ash-shaytan. na rakdha ni kupiga kwa kutumia nini? mguu, ni kupigwa teke. ni kama shaytan amempiga teke katika ile sehemu akamkata mshipa, ikawa ile damu fa nini yatoka. na hii kama ilivyo katika dhahiri yake kwa shaytani wafanya hivi, aswa ampiga mtu mpaka ikawa ile damu haisimami ya yule mwanamke. na hili laweza kutokea katika kiungo chochote cha mwanadamu. na muhimu sana mtu kutahassan na adhkar. ni watu wafanye mchezo na adhkar sabah wal masaa, mtu ona ni kitu kidogo. kuna baadhi ya wanafunzi hapa husahau, so nasahau. sasa ikiwa wewe mwanafunzi utasahau adhkar sabah, adhkar sabah wal masaa kwa wewe atakayewe kama chakula, mbona husahau kula? ukaketi hivi kisha wenzako wakala mpaka wakamaliza, nasahau kumbe sahihi ni wakati wa ghada, sikujua. kula utakwenda mbio utakula, basi mimbabi aula uwe utakuwa wakati wowote akili yako ya kukumbusha suala la adhkar, uwe utajilinda baada ya kusikia kuwa shaytan maradhi mengi yanayompata mtu yatokana huyu shaytan. basi fanya bidii, tahassan, jilinde na adhkar na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hasa adhkar as-sabah wal masa, usiziwache, shikamana nazo. وكذلك مرض الشلل، مرض يكبوز كذلك. فالجن يمسك الأعضاء المصابة فيوقف حركتها. شيطان aweza kushika vile viungo ambavyo vimepatwa na yale maradhi ya kupooza, akazuia vile viungo vikawa haviwezi kufanya haraka. Shaytan anaweza kufanya hivi. na kuna watu hufanywa sihr ikawa hawezi kutembea mzima, lakini hawezi kutembea. na tuliwahi kutaja tulipokuwa tuzungumzia zile yani al-ad'iya ad-du'a al-mustajaba ya Sheikh Abdul Razzaq, akataja pale ndani tukio la yule kijana ambaye alikuwa juu ya kitanda muda mrefu, akamshauri baba yake asome zile asbab alizotaja Ibn Qayyim rahimahullah za kukubaliwa dua maarufu. nafikiri niliwahi kuwatajia. na yule kijana alivyokuwa yuomba zile adhiya, Allah subhanahu wa ta'ala akampa shifa. kwa wakati mwingine yatokana na shaytan. فإذا قرئ عليه القرآن غادر الجسم وشفي المريض بإذن الله تعالى. akisomewa Qur'an yule shetani yuondoka katika ule mwili na yuwapona yule mgonjwa biidhnillahi ta'ala, yuwapona, rudi mzima, ukamwona mtu yuko sawa. kama vile kadhalika miongoni mwa dawa ni hijama katika masala kama haya, sababu hijama hutoa damu mbovu ambao ndio sehemu mara nyingi shetani hukaa katika kiwiliwili cha mwanadamu. sasa ile damu mbovu inapotolewa hana mahali pa kukaa, huondoka, ukamwona mtu yuwapona biidhnillah ta'ala kutokamana na yale maradhi aliyokuwa nayo.
ikiwa ni kiungo chake kilikuwa kimepooza chaanza kuwa na haraka